Yesu asifiwe sana. Namshukuru Mungu kwa siku ya leo, amekuwa mwema na mwaminifu sana. Siku ya leo naenda kuwaonesha kwamba kuishi bila mahusiano inawezekana. Na siku ya leo nimekutana na dada yangu anaitwa Charity, ambayo utatuona tukizungumza, na alikuwa anapitia changamoto ya mahusiano, wameachana na mtu wake, lakini nikamwambia kuishi bila mahusiano inawezekana, na amenielewa, na naamini ya kwamba ataweza kulitilia manani jambo hilo na ataweza kulibadilisha ili aweze kumpendeza Mungu na wanadamu pia. Nawe binti, kijana uliye hapo unanisikiza, unanifuatilia, nami nakuambia kwamba kuishi bila mahusiano inawezekana, kuishi bila kujizini inawezekana, kuishi bila kujichua, bila kuwa na mtu inawezekana. Ni wewe tu ufanye uamuzi ulio sahihi. Na kama unashindwa kuwa peke yako, ingia kwa maombi au tafuta mtu atakayekupa ushauri au atakayekufundisha ni jinsi gani utaweza, maana sio rahisi, inahitaji maombi na ibada kwa wingi. Na kama unahitaji msaada hayo, na utabarikiwa sana. Shalom. Mbona mawazo hivyo? Sipo kwa nini tena? Eti relationship. Kwa relationship imefanya nini tena? Mimi nilikuwa na mahusiano na jamaa fulani. Lakini sijui hata tunakosania nini. Mkakosana tena? Mkakosana. Sasa shida mingi, hata niko mbali, ako mbali. Sasa ile relationship trust inakuwa zako. At least unajua unakuwa na mawaidha. Kwanza mimi kitu yenye nitakwambia kwanza, pole kwa mahusiano yako. Kitu kingine, kuishi bila mahusiano inawezekana, na kuishi bila boyfriend inawezekana. Ni wewe tu mwenyewe. Je, tayari kuamua ni kuambie vile utakapofanya ili uondokane na hizo stress mingi mpaka unasikia hauna amani. Unafaa ujipe amani. Sasa nashindwa kwani. Si kurogwa, si uchawi. Si uchawi. Maana Biblia inasema furahini katika Bwana siku zote, tena nasema furahini. Kwa hivyo tunafaa tuwe tunafurahi kila wakati, si stress kama hivi uko nazo. Kuishi bila mahusiano, kitu cha kwanza inawezekana, na kuwa na mtu nje ya ndoa ni vibaya. Ni makosa Biblia. Natumai wewe ni Mkristo. Wewe ni Mkristo. So kuishi na mwanaume au mwanaume kuishi na mwanamke ni makosa Biblia. Unafaa uwe na mtu ambaye ni wa halali, wa ndoa, mfunganisho na ndoa na pasta ama serikali ama wazazi, lakini sio nje ya ndoa. Kwa hivyo wewe ulikuwa unafanya uzinzi na ulikuwa unafanya usharati na ulikuwa unaenda kinyume na neno la Mungu. Kwa hivyo dadangu, unafaa kubadilishe maisha, uanze kuishi maisha ya kumtumainia Mungu pekee. Umkubali Kristo awe Mwokozi wa maisha yako na uanze na Bwana. Inajua kuishi peke yako utaona kama ni ngumu, lakini mimi nitakwambia kama mamangu, kuishi bila mahusiano inawezekana ukiwa ndani ya Kristo, na ni kupitia maombi na ibada kwa wingi. Ukisimama kwa maombi na kwa ibada inawezekana. Ni wewe tu uamue. Achana na yeye aende akusaidie na kitu, anakupa mawazo kila saa, ufikiri kitu cha maana, unafikiria tu yeye. Umeshika simu, badala uangalie at least mahubiri, uangalie neno la Mungu. Wewe uangalie, wewe akili yako iko wapi? Iko kwake. Unafikiria asipokupigia siku moja, maneno ni stress. Kwa hivyo
unapitia nini, unapitia hizo changamoto. Kwa hivyo mimi kitu nitakuwa advice, achana na mahusiano, ishi, mpokee Yesu, ishi bila mahusiano. Kuishi bila mahusiano inawezekana. Kama hujaolewa, subiri wakati wako ufike, Mungu atakupa wako, akija utamjua. Na kama umeshaolewa, labda mmekosana, mshani, inawezekana kurenew na mkaanza maisha upya kwenye ndoa. Natumai nitakuwa nimekusaidia kwa hilo. Umenielimisha kimawazo. Ndio. Na natumai kwa maombi hakuna kitu haiwezekani. Ndio. At least kama ni mtu serious tunaweza anzia kwa yaani ile kwa njia inayofaa. Ndio. Nimeshukuru zaidi Faith. Ubarikiwe. Amina. Amen. Haya, nikutakia siku njema. Wewe pia nashukuru. Tuonane wakati mwingine. Asante. Asante kwa kutazama video hii. Mungu wa mbinguni akubariki sana. Usisahau kusubscribe, kulike na kushare. Natumai umejifunza kitu kutoka kwenye video hiyo, na natumai utaweza kulitilia maanani, na Mungu wa mbinguni ataweza kufanya jambo maishani mwako. Usiogope wala usifadhaike, maana Mungu yu pamoja nawe. Tumeambiwa katika Biblia kwamba tuikimbie zinaa, na dhambi yoyote tunayoifanya hapa duniani iko nje ya uwezo wetu, lakini kutenda dhambi ya zinaa iko juu ya miili yetu wenyewe. Na ndio maana hata Yusufu aliweza kuikimbia zinaa, hakuweza kukubali ushauri wa mke wa Potifa, aliweza kuikimbia. Kwa hivyo hata wewe usiogope, ikimbie zinaa, na Mungu wa mbinguni naamini atatusaidia. Kama mimi imani nimeweza, hata wewe unaweza. Ni wewe tu uamue. Fanya uamuzi leo, usiongoje kesho. Maisha ni yako, hautashare na mtu, wala faida haitakuwa kwa mtu mwingine, itakuwa ni kwako mwenyewe. Utakapotunza usichana wako, utakapotunza ujana wako, itakuwa ni faida kubwa zaidi kwangu. Mimi mwenyewe nimeiona. Nikiangalia maisha yangu yapo nyuma na maisha yangu ya sasa ni tofauti. Niko ndani ya Kristo na Kristo amenifanya kuwa kiumbe kipya. Hata wewe karibu, usiogope. Tutaweza kushikana, tutaweza kuungana, na tutaweza kushinda hii roho ya zinaa. Maana roho ya zinaa imetapakaa kwa wingi sana. Ubarikiwe sana, mpaka kipindi kingine. Shalom.